Mtazamaji, asante kwa kusalia nasi, na sasa tunaendelea mbele zaidi, na huu ni ule wasaa kwenda kuangazia habari za biashara. Sekta za umma na binafsi zimetakiwa kufanya kazi kwa ushirikiano kwa kuchangia mawazo ya kibunifu na kisera yenye kutatua vikwazo katika sekta ya biashara, kwani serikali imefanya maboresho kwenye sekta ya reli, bandari pamoja na maziwa na bahari ili kuongeza tija kwenye biashara ya usafiri na usafirishaji nchini. Hayo yamesemwa na Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Selemani Serera wakati wa kongamano la majadiliano ya sekta ya umma na sekta binafsi lililoandaliwa na TSC jijini Dar es Salaam, ambapo amesema ushirikiano wa sekta hizo mbili unarahisisha utatuzi wa changamoto za kimfumo na kupanua wigo wa kufanya Tanzania kwa kitovu cha biashara duniani. Na uthibitisha msimamo wa serikali kuwa itaendelea kutambua na kuunga mkono TSC kama baraza la kitaifa la wamiliki wa shehena, yani Cargo Owners Council. Na serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika mikakati ya kibiashara ya kikanda na kimataifa ili kuhakikisha Tanzania inasimama imara katika ushindani wa biashara ya dunia. Ushirikiano kwa bara la Afrika uko kwa kiwango kidogo ikilinganishwa na wengine. Intra-regional trade kwa Afrika iko around 15%. Lakini wenzetu wa Asia na Europe iko kati ya 57% mpaka kwenye 54%. Kwa upande wa private sector ni vyema kujimobilize kuweza kutatua changamoto zetu kwa level ya private dialogue tunapokaa, then tunapokutana na vyombo vya serikali ni rahisi sisi kuweza kupeleka mapendekezo yetu na tukiweza kuongea kwa wamoja kama private sector. Serikali imetoa wito kwa wadau wa kilimo kuiunga mkono katika juhudi inazofanya kukiendeleza na kukikuza kilimo nchini ili kutoa mchango mkubwa zaidi katika pato la taifa. Tupate undani wa taarifa hii. Wito huo umetolewa hapa jijini Dodoma na Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye Ulemavu, Bi Zuhura Yunus, wakati alipokuwa akifungua mafunzo ya kuongeza ujuzi kwa wakulima na wasindikaji wadogo katika sekta ya kilimo. Kilimo bado kama mlivyosikia ni mhimili wa uchumi wa Tanzania, kikichangia 26.5% ya pato la taifa. Hivyo napenda kutoa wito kwa wadau mbalimbali kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali za kuongeza ujuzi ili kupanua wigo wa kufikia wakulima na wazalishaji wadogo wengi zaidi katika sekta ya kilimo. Nao mwakilishi wa Katibu Mkuu Kilimo Bi Pendo Mndeme akakumbusha kilimo cha kisasa, huku mkurugenzi wa ajira na ukuzaji ujuzi Ofisi ya Waziri Mkuu Bi Alana Nchimbi akieleza lengo la mafunzo hayo, na washiriki nao wakishukuru kupata mafunzo kwani wameanza kuona umuhimu wake. Tunafanya kilimo kwa malengo. Hatufanyi kilimo cha kwamba unalima alafu unahangaika naenda kuuzia nani. Tunafanya kilimo cha kibiashara. Huu ni kuongeza ujuzi kwa wakulima na wasindikaji wadogo ili mwisho wa siku waweze kuzalisha bidhaa bora, lakini vile vile kutoa huduma ambazo zina tija na ufanisi katika jamii. Na mafunzo haya yatafanyika kwa njia ya nadharia na vitendo. Lakini kupitia mafunzo tuliyopokea jana, waini iwe bora lazima iwe tena miezi 8 hadi mwaka. Lakini sasa kulingana na mitaji ya wasindikaji wetu, ndio maana waini inajiweka kwa miezi 2, mwezi mmoja. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amezindua zoezi la ugawaji wa mitungi ya gesi 19,530 kwa mkoa wa Mara, ikiwa ni uhamasishaji wa kutumia nishati safi ya kupikia kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa miji na vijijini. Musa Makali kutoka Mara anaripoti zaidi. Chikoka anaongoza zoezi hili kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Vasi Mtambi, ambapo mkoa wa Mara utanufaika na mitungi 19,530 huku kila wilaya ikipokea mitungi 3,255 ambayo inatolewa na wakala wa nishati vijijini REA kwa punguzo la 50%. Tunatarajia kwa mkoa wa Mara mtapata mitungi karibia takribani mitungi 19,530 ambapo mitungi hiyo itauzwa kwa bei ya ruzuku ya punguzo ya 50%. Mheshimiwa Rais ameona kuna haja kubwa ya kila Mtanzania kuachana na zama za kutumia kukata miti,
kutumia kuni kama sehemu ya kupata majiko ya kuhakikisha kwamba mitungi hii tunayoiona mbele yetu, wana kijiji hiki na Musoma kiujumla tunaitendea haki. Wanaumia na matumizi ya kuni ya kina mama wao wanapongeza REA kuja na mpango huu, na serikali katika hili haijasaulika kupewa kongole. Tumefurahi sana kupata nishati safi kwa sababu itatusaidia, itatupunguzia kusumbuka na moshi, pia kutafuta kuni. Tunamshukuru Mheshimiwa Samia kutuletea nishati ya gesi, sababu tunapika kwa urahisi na kwa haraka. Ni washauri tu kwamba hii ni fursa, inatoka kwa mara moja kwa mwaka, na tumuombe rais wetu aendelee kuwa na afya njema ili aendelee kutuhudumia zaidi na zaidi. Musa Makari, Channel 10, Mara. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata kujiunga na Esther Mteba katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi, hii ni Channel 10 Plus, nami ni Lulu Ali.